Baby vipi, mbona uko hivyo? Una shida gani? Sikia mke wangu. Ninapaka kwa nina haraka sana. Tena haraka nini kwa nayo? Naona hata nikiendelea kuongea na wewe hivi nitachelewa kwenda kuenda. Kwa hiyo naomba niende kwa haraka sana, sawa? Na baby itakuwaje? Mimi nimekuja huko kwa ajili yako. Sasa ukiondoka mimi nitakaa na nani hapa nyumbani? Baby, kuna mtu namdai hela zangu nyingi sana. Na leo ndo kanipigia simu kwa nimfuate hapo alipo. Umeelewa? Na kanipa dakika 15 tu. Kwa kama nikichelewa hizo dakika, yule mtu anaweza kaondoka kwa sababu kanisumbua zaidi ya miezi 4 kunipa hela zangu. Kwa hiyo leo ndo na muda kuonana naye. Kwa hiyo naomba nimwahi kwa haraka sana mke wangu. Umeelewa? Sawa baby, nimekuelewa. Basi mimi naomba funguo nibaki hapa nyumbani. Ukirudi utanikuta. Ndio mbaya. Nisikilize. Tena unaelewa sana mke wangu, sawa? Yaani tuongozane mimi na wewe hiyo sehemu kwa sababu wewe una akili sana kupiga mahesabu. Unajua mimi yule mtu ana hela zangu nyingi sana. Kwa hiyo anaweza akanipa afu mimi mahesabu yangu sielewi sana kichwani. Kwa hiyo unaweza kunipiga mahesabu pale za hela zangu zile. Alafu tukipata hizo hela mimi natajua tufanye kitu gani leo kwa sababu nimekumisa sana. Naweza tukaingia hata sehemu yote nzuri hapo nje, sawa? Sawa twende. Funga basi huo mlango. Wewe, niko ntawa hapa wewe. Huu mtu mzima unanijua mimi ni nani? Yaani mimi nifunge mlango? Huu mlango hata kukawazi hapa. Hamna kibaka wote mpumbavu wote kaingia ndani. Ushanielewa mke wangu? Nafikiri unanijua wewe. Wewe ni kidali hichi. Acha mawenge wewe. Wote nzetu afu uone kama kuna mjinga wote ataingia. Yaani mjinga ataingia mimi nitamfanyia kitu ambacho hajawahi kufanywa katika maisha yako. Umeelewa? Binti yangu Flaviana, mimi naondoka sasa, lakini pia kuna kitu nakiomba sana kwako. Naomba mwangalie kijana wangu Sarungi kwa jicho la tatu, na unapopata muda usisite kukaa naye karibu. Usimwache akawa peke yake akapoteza furaha yake. Laiti kama ningekuwa na uwezo, ningefanya kila aina ya njia ili akuoe mke wa pili, ila ndio hivyo, haiwezekani. Baba usijali, mimi naamini ipo siku Mungu atamsaidia kaka Sarungi, atapata mwanamke bora zaidi, atamtoa kwenye ndoa ya mateso. Tuendelee tu kumwombea. Haina shida binti yangu, na wala usijali kuhusu hilo, ila naomba tu usiniangushe. Na mimi ninapotoka hapa sirudi kijijini, kuna sehemu nitakuwepo. Kwa hiyo chochote kile usisite kunipigia simu, tushauriane na tupeane mawazo mazuri sana. Sawa baba, nimekuelewa. Sawa, haina shida. Mimi nafika tu hapo mbele, nenda kuchukua bodaboda ili niweze kuondoka. Wewe rudi tu nyumbani. Lakini naomba kitu kimoja sana. Kuwa makini sana na mke wake Sarungi pamoja na mama yake Sarungi, kwa sababu wale wawili tabia zao zinafanana. Sawa baba, nimekuelewa.
Kaka, punguza jazba, kila kitu kitakuwa sawa. Flaviana, haya ni makosa yangu. Laiti nisingalimjibu vibaya vile baba, mimi nafikiri sasa hivi angekuwa tu ipo sawa. Lakini maneno yangu makali ambayo nimemtolea ndio nimepelekea mpaka babangu Hapana kaka, usijilaumu. Yote ni mipango ya Mungu. Sawa. Dokta, vipi babangu anaendeleaje? Kwa sasa hivi hali yake sio mbaya, anaendelea vizuri. Samahani, unaweza kuniambia labda alikuwa anasumbuliwa na nini? Alikuwa tu na hypertension. Kwa hiyo cha kushauri labda kesho ungemleta hospitalini ili tumfanyie vipimo vingine. Sawa dokta, shukrani sana. Flaviana, naomba kumwandalia baba chakula, kwa sababu alipoondoka hapa alikuwa hajala. Kwa hiyo inaonekana kabisa atakuwa na njaa. Vipi? Kuna kikao gani hapa? Mama, ulikuwa wapi? Ni muda mrefu sana umetoka, ndo kwanza unarudi. Ulienda wapi? Wewe mtoto, hebu shika adabu yako. Wewe unaniuliza wewe kama nani? Bwanangu, mume wangu. Kwa nini unaniuliza hivyo? Lakini mimi sijakuuliza kwa ubaya. Nimekuuliza kwa uzuri tu. Tangia umefika hapa ni muda mchache sana. Alafu sasa hivi tena umetoka muda mrefu. Mama, hii ni Dar es Salaam, sio kwa Morogoro ulipotoka. Naomba uwe makini sana kwa usalama wako. Kwa usalama gani wewe? Dar es Salaam hii naijua mwanzo mwisho, kila chochoro na kila kona. Wewe umekuja juzi tu unikatata masuala Dar es Salaam. Hii Dar es Salaam ndio nilozaliwa na mimba yako nimeipatia papa. Usione kwamba natoka Molo ukaona mimi hapa mgeni Dar es Salaam. Mimi ni mwenyeji kuliko wewe. Naomba unisamehe kama nitakuwa nimekukosea. Lakini baba anaumwa. Alidondoka kipindi alipokuwa anaondoka. Kwa hiyo kwa sasa mama yangu nakuomba sana. Naomba uwe karibu sana na baba. Nataka awe chini ya uangalizi wako. Kwa hiyo nakuomba sana unisaidie katika hilo. Una akili timamu? Au umechanganyikiwa? Yaani baba yako ni muangalie mimi. Kwa sababu nimetoka kule Molo nimekuja kumguza baba yako, si ndio? Mimi sio muuguzi. Mpeleke hospitali, kuna madokta na wauguzi. Usinitegemee. Na sina ratiba kuguza wagonjwa. Nitakuja nimfinye bure ukanipa kesi. Na ukiona kwamba hospitali huwezi kumpeleka, kuna huyo binti, kuna na mkeo. Na wewe mwenyewe pia mpaka mimi. Yaani mimi ni muuguzi ex wangu kweli? Inakutia akilini kweli mwanangu? Au umechanganyikiwa wewe? Hauna malaria? Mama, hicho unachokizungumza nakisikia kweli? Yule si alikuwa ni mumeo? Kwa hiyo wewe humu ndani unataka mhudumie nani kama sio wewe? Wewe sasa hivi unatakiwa usimame na baba mwanzo mpaka mwisho, mpaka pale atakapokuwa sawa. Unataka mhudumie mke wangu? Au huyu mfanyakazi unataka mhudumie babangu? Kweli? Wakati wewe upo? Nisikilize mama, nikwambie kitu kimoja. Hakuna mtu yote ambaye ataweza kumhudumia zaidi ya kwako wewe. Na utake usitake lazima umhudumie. Na kama hauwezi kufanya hivyo, basi nakuomba ingia ndani, chukua virago vyako uondoke, rudi huko ulipotoka. Sikutaki nyumbani kwangu. Yaani we Salungi, mtoto wangu mimi, una roho mbaya sana we mtoto. Yaani leo utakuwa umezilisi kwa baba yako huyo alikuwa anaumwa chumbani. Yaani wewe unaweza kunifukuza mimi ndani kama
ulimfukuza ni huyo baba yako mjinga, sio mimi. Mimi sitoki humu ndani, na ukicheza utaondoka, utaniacha humu. Tena lingine, sio ombi, ni amri. Mchukue msichana wako wa kazi huyu, mtoe chumbani kwangu, na kama hujafanya hivyo atakuhadisia asubuhi nitachomfanya. Nenda kafanya nilichokwambia. Muda unazidi kwenda. Ndugu yangu, yaani kiukweli ujio wa wazazi wangu pale nyumbani unaniumiza sana akili yangu. Yaani unanikosesha furaha kabisa. Yaani kiasi cha kwamba mpaka nakosa amani, sijui hata ni kitu gani nifanye. Umechanganyika kivipi? Wakati mimi ninavyojua kuwa wazazi ndio kila kitu katika maisha yetu. Sasa hapo ndio nini kinachofanya mpaka uchanganyike? Ni kweli ninachokizungumza. Ila kwa upande kwangu mimi, yaani imekuwa ni tofauti sana. Yaani wazazi wangu wamekuja na vitu ambavyo sikutegemea kama wanaweza kuja navyo. Ipo hivi. Babangu kiukweli hampendi hata kidogo mke wangu. Lakini mama yangu anampenda sana Zai. Kwa hiyo imekuwa kama bato sasa. Baba anataka nimwache mke wangu, mama anasema kwamba yule mwanamke wewe ndio mnaendana na mnapendana sana. Kwa hiyo usifuate ushauri kutoka kwa baba yako. Hili jambo kiukweli mimi linanichanganya sana. Yaani sijui nimfuate nani, sijui niache nani. Ila kiukweli mimi nampenda sana Zai. Mimi na yeye tumetoka mbali sana. Japokuwa muda mwingine kweli tabia ambazo anazozionyesha mbele ya babangu mimi sipendezei nazo hata kidogo. Ila mimi naamini labda naweza kubadilika huko mbele. Labda nikushauri kitu kimoja tu rafiki. Unajua katika mapenzi, yaani siku zote wazazi hawezi kuingilia mapenzi ya watu hata kidogo. Yaani wewe kama mnapendana na mke wako na mnajaliana na mmetoka mbali, kinachofuata wewe tu kuangalia mapenzi yako. Lakini usiangalie si wazazi wanataka nini, sio nataka nini. Hicho kitu siwezi kukushauri. Wewe fuatisha kitu ambacho kiko akilini mwako tu. Mpende sana mke wako. Sawa. Nitajaribu kufuata ushauri wako kwa sababu ushauri wako ni mzuri sana. Wacha tu nifuate moyo wangu unavyotaka, halafu nitajua kwa mbele nini cha kufanya. Ila kitu kingine ambacho kinachonichanganya, kwa sasa hivi baba yangu ni mgonjwa sana, anaumwa. Kwa hiyo nilijaribu kuongea na mama kwa hizi siku ambazo babangu anaumwa akae naye karibu, lakini amekataa kata, yani hataki kabisa kumsikia babangu. Na ukizingatia pale ni mtu mzima. Kwa hiyo unaona kabisa kama atamhudumia babangu na hisi itakuwa ni kitu kizuri sana. Ila hataki kuelewa hata kidogo hilo swali. Unajua wale ni watu wazima. Kwa hiyo wao wenyewe wanajua nini wanachokifanya. Masuala ya mahusiano ya kwao wewe waachie wao wenyewe. Alafu kama baba anaumwa, wewe unamfanya kazi. Kwa cha kufanya sasa hivi ambaye tumfanya kazi amwangalie baba kwa makini sana, amhudumie kwa kila kitu. Kwa hiyo wale wazazi kama atakaa sawa na mambo yao basi wataendelea kukaa sawa, lakini kwa kipindi hicho ambacho unaona wako tofauti, waachana nao. Waache wao wenyewe tu, nakushauri kweli. Okay. Sawa, nitafanya hivyo. Baadaye basi wacha mimi niwahi nyumbani. Poa, mimi bado napiga vitu vangu. Poa. Dada, mambo? Shikamoo. Dada, nakusalimia mambo, unaniamkia shikamoo. Ndio nini sasa? Ongea haraka haraka, maana nimeagizwa nisije nikapigwa. Mabosi zangu wakali sana, nataka nawe kupika. Okay, so kesi dadangu. Unaweza kunisaidia namba yako ya simu ili tuwasiliane baadaye ili nisikucheleweshe, mabosi zako wasije wakakupiga. Sina simu. Mbona kama sio kweli? Mwanamke mrembo kama wewe unakosa simu? Sikia dadangu.
naomba nipatie namba zako za simu. Ina issue ya muhimu sana nahitaji kuongea naye. Nimekuambia sina simu. Kama huwezi kuongea hicho kitu naweza nikaongea. We binti, unafanya nini jikoni? Nilikuwa napeleka maji sebuleni, nimemwandalia baba chakula, ndo naenda kumuamsha amke aende akale. Hivi we binti, kuna kelele sana. Yaani kazi yangu unaifanya wewe. Hebu weka maji hapo chini. Toka. Toka nakwambia. Mama, kama utafuta ushauri wangu, utakuwa na pesa nyingi sana. Utaweza kununua gari na kujenga nyumba yako. Na utakuwa na maisha mazuri sana kuliko hata wewe unaoishi sasa hivi. Lakini mwanangu, kila siku ambao ushauri, mbona unipi? Ni upi huo? Sikiza mamangu nikwambie. Pale unapomwona mwanao ana hela nyingi sana, ametoka kukopa benki. Ana mpango wa kukarabati ile nyumba na kufungua biashara. Ila anaweka kikwazo katika hili swala ni baba. Sawa? Kwa hiyo nataka mimi wewe ukifanye, umtoe baba katika ile nyumba. Na ukifanikiwa kumuondoa baba mule ndani, mipango yetu mimi naye itanyoka sana. Kwa sababu mimi naamini akiondoka yule baba, tutamweka chini Salungi, tutamshawishi ile yake ya biashara, atupe sisi tufanye biashara. Na sisi ndo tutajua ile tutaitumia vipi. Mimi naamini Salungi hawezi kukatalia, atakubali tu. Mzee ana pressure yule. Nataka nimtilie chumvi kwenye chakula chake mpaka pressure ipande zaidi, yaani afe. Nani ameweka? Kanirahisishia kazi zangu. Asante sana aloleta hii sumu. Nitaitumia hii sumu kumwangamiza huyu babake na mtu. Nataka kesho asiamke, asione jua la kesho tena. Kwa ushenzi nitamtilia hii sumu yote kwenye chakula chake ili jua la kesho asione, afu ndo atajua. Hajifanya na mdomo sana, akipona atanifanya niishi kwa shida sana kwa mwanangu. Nitamuonyesha.
Sawa baba. Kwa muda wote kwa ananiangalia. Sasa na unyamaze kimya na ufunge Kwanza mimi nataka kujua ni nani ambaye ameweka sumu kwenye chakula cha baba? Hivi mume wangu na akili kweli? Unashindwa hata kujiongeza, kusoma ujue hata picha uone. Humu ndani anaenda kila kitu ni huyu. Kwa huyu ndo utakuwa umuulize nani aliyeka hiyo sumu, kwa sababu yeye ndo kaandaa kila kitu kuhusu baba. Kwa hiyo ndo tumuuliza au maswali. Ndio, mimi ndo niliandaa kile chakula, lakini mimi sikuweka sumu kwenye kile chakula. Kama wewe ndio umeandaa kila kitu, ina maana wewe utakuwa unamjua ni nani ambaye ameweka sumu. Na kama ukishindwa kumjua, basi wewe ndo ambaye umefanya hilo tukio. Kwa hiyo tueleze ni nani ambaye ameweka sumu, la si hivyo mhusika utakuwa ni wewe. Ni mama ndo kaweka sumu kwenye kile chakula. Utikoma wewe. Tena kuma tatu mpaka zoe. Puzi mmoja wewe. Lakini alikuona kipindi unaweka sumu kwenye kile chakula, na mimi ile sumu ndio nimeiweka pale kwenye vile viungo. Au ni kile kikopo? Mimi sijajua kama ni sumu. Mimi nikajua ni vitu vya kupikia kwenye mchuzi na vimeungana na vikopo vinzie. Kumbe ni sumu. Nikajua vilaza, sura za chakula, sura za nini. Na nikaweka kwenye nini madi apate ladha ya chakula. Flaviana, kwanza ni kitu gani ambacho kilichokufanya wewe utoke nje ukachukue sumu halafu ilete humu ndani? Hivyo unajua kazi ya sumu wewe? Kazi ya sumu ni moja tu, kuua, na sio kitu kingine chochote kile. Ina maana kama umechukua sumu nje umeileta ndani, lengo lako ni kwamba kuna mtu humu ndani ulikuwa unataka kumuua, si ndio? Lakini mimi ile sumu sikuweka kwa lengo la kumuua mtu. Na ile sumu mimi sikuitoa nje kuingiza humu ndani. Ile sumu mimi nilitoa kwenye begi la rafiki yako. Aliyekuja siku ile walikuwa na lengo la kukuua, ndio maana nikachukua ile sumu nikaenda kuiweka pale ili kuokoa maisha yako. Lakini sikuwa na lengo baya. Walikuwa na lengo la kuniua. Yeye pamoja na nani? Yeye pamoja na Madam Zai. Koma wewe. Hivi wewe binti una shida gani wewe? Hivi una lengo gani kuongea maneno kama hayo? Afu mimi nilijua wachawi ni wazee tu, kumbe ni vijana nyinyi ni wachawi. Mume wangu, nilishakwambia huyu binti ni mfitinishaji. Simtaki humu ndani, wewe mngania kumweka. Unaona kama zalake, anaanza kuongea masuala ya uongo. Sikiza mume wangu nikwambie, huyu mdada humu ndani simtaki. Yaani ukija kazi yako naye mngania kila siku, ndio atakuja siku kufanya tuachane. Simtaki humu ndani, naomba umuondoe. Naomba mnisikilize. Yaani kiukweli hivi vitu ambavyo vinavyoendelea humu ndani mimi nimevichoka. Yaani sijui nianzie wapi nimalizie wapi. Ila kwa hili ambalo limetokea sasa hivi nitalifanyia kazi. Na nitalifanyia uchunguzi kumbaini ni nani ambaye anahusika na hichi kitu. Flaviana, kama hichi ambacho ulichokizungumza hauna ushahidi nacho, jua kwamba sitokuwa na huruma na wewe hata kidogo. Nitakuweka sehemu mbaya, hautakuwa kuamini maisha yako yote. Mama, na kuomba andaa kila kitu chako. Jitayarishe uende ukalale na baba hospitali. Hakuna mtu mwingine yote ambaye anaweza kwenda kulala naye zaidi ya kwako wewe. Salungi, acha kunifuatilia. Tena shika adabu yako. Siwezi kumuuguza ex wangu. Na kama unaumia sana anavyouma baba yako, basi wewe ndio kwenda kulala naye na si mimi. Upo? Weka akilini.
Yaani mama una miakili mpaka basi. Yaani natamani hata ungekuwa mama yangu mimi, maana tumefanana hatari. Yaani ndani ya muda mchache umefanya jambo kubwa ambalo nilikuwa sitemegei kama ungeendelea kulifanya. Yaani sikiza nikwambie sasa mama yangu. Yaani mimi nina mipango mingi ndani ya hii nyumba, lakini uweze amini yote ilikuwa inafeli kwa sababu mwanaume ni mpumbavu sana. Ila kwa sababu wewe upo, naona kabisa mipango yangu yote inanyoka. Yaani mama yangu wewe genius. Hata usijali. Yaani mimi mwenyewe hapa ninaponiona, yaani nina mipango zaidi ya mipango. Hii mwanzo tunaanza. Yaani nitakufanya mipango mwenyewe utafurahi. Mimi mwenyewe nina hamu ya kujitesha gari, kuwa na nyumba mzuri kama hii, nimiliki pesa. Mimi ndo mambo yangu. Nitakufanyia vitu mwenyewe utafurahi. We nini, we tulia wewe. Yaani kuhusu mamangu usijali. Yaani utapata gari, utapata nyumba na pesa nitakuingizia benki. Ila nataka ile mipango yetu yote tunaopanga inyoke hivi. Halafu vipi kuhusu kijakazi? Maana huyu mpumbavu kila kitu tunachokipanga yeye anakuja na kiharibu. Halafu kuhusu mtoto wako sasa, nikimwambia kitu chochote kuhusu kijakazi kuondoka mundani, yaani umwambie kitu, yaani anapayuka. Yaani sasa Celestine mwanamke wake, mimi simuelewi mtoto wako. Kwa hiyo kwanza tujadili huyu kijakazi tunamtoaje huko mundani? Huyu chafuko wake? Yaani nakushughulisha huyu mwanamke asiokuwa na maana? Kuoga yake shida, atusumbua nini? Mimi usidakika 2 tunamtoa mundani. Tatizo nini? Usiwe na wasiwasi mka mwanangu. Yaani kila kitu niachie mimi. Atatoka mchana kweupe, mbuzi anakula majani. Na huyu mwanangu anayejifanya kwamba hataki huyu binti atoke mundani, yeye mwenyewe atamtoa mchana kweupe. Huko tukishangilia mka mwanangu, tulia. Tulia mtoto wewe. Nashukuru sana mama yangu. Yaani afadhali hata ulivyokuja. Ila ungekuja mapema na hili jambo lingekuwa lishaisha muda sana. Ila sio mbaya. Hata sasa hivi nataka ufanye kama vile nilivyokuelekeza. Liende ile jambo kwa haraka sana. Liishe mapema sana. Na sasa hivi humu ndani. Yaani humu ndani mimi nitakuwa nakusikiliza wewe. Au wote kubavu mimi naachana nao. Yaani michoko utakao nipae mamangu ndio nitakaoenda nayo hivi. Hao wengine wote siwasikilizi. Haina shida kwa sababu mimi nihakikishia hivyo. Kwa mimi sasa unachotaka si unakijua? Kuchangamsha mwili na kuchangamsha akili na kuangalia mambo ya tunafanyaje. Kuhusu mamangu usijali. Wewe subiri hapa mida kidogo, saizi bado mapema sana. Kuja kidogo mida inyoke hivi nikupeleke. Unajua mimi mwanao sina baya. Kweli? Sasa twende zetu ndani. Wewe mpumbavu. Hivi mume wangu unapeleka wapi? Ile tupati kesi tunamkaga mume wangu chakula. Wala kama kutoka nalo nje. Unataka kwenda nalo wapi ile tupati? Nampelekea baba chakula hospitali. Hivyo unaazimwe? Yaani hivyo mva kwangu mimi, umpelekee chakula babako kwa hospitali. Sikiza nikwambie. Vyombo vyangu mimi sio mambo ya kupelekea machizoezio. Sio unanielewa? Ile tupati liache hapo. Sasa nikuone utoe tupati uone nitakacho kufanya mbwa wewe. Hivi wewe Dazai, mbona una roho mbaya sana wewe? Na hiyo roho yako mbaya itakupeleka wapi? Ina maana hotpot ina thamani kubwa sana kuliko baba aliyeko hospitali? Kama nitakuwa nakuvunjia heshima, utanisamehe. Umetaka, hujataka, ili hotpot naondoka nalo hospitali. Tena kama kunitamkia maneno. Huyu babako kama unampenda sana, nenda kanunue vyombo vyako kwa wewe, mpelekee kwa hospitali. Ila vyombo vyangu humu ndani marufuku kuvichukua kupeleka kwa hospitali kwako. Mke wangu, unampiga dada ya kazi, umefanya kitu gani mpaka unampiga kibao? Kaka, huyu dada ana roho mbaya sana. Amenipiga mimi kisa nataka kuchukua hiyo tupati kumpelekea baba chakula hospitali. Hebu naomba achukue chakula muishie baba hospitali, maana muda unazidi kwenda.
Zai, hivi utabadilika lini wewe? Yaani sasa hivi unataka mimi niamini maneno ambayo ananiambia baba pamoja na huyu mfanyakazi. Ila naomba kuwa makini sana. Na chunga hizo tabia zako. Ukishindwa kubadilika, nitakufanya kitu kibaya sana, alafu utanichukia maisha yako yote. Oh. Kumbe sasa umeshaanza kuamini kauza wewe kijakazi wako. Sasa sikiza nikwambie Salungi. Hiki ninachokiongea leo hapa, hipo siku utakikumbuka. Umeona nichofanya? Mimi ndo mama na mama. Hivi vitu vidogo namaliza tu, umeonaje hapo? Una akili sana we mama. Hiki kilichotokea leo hapa, lazima wao kwa wao ndo watalaulumiana.